Zinaibiwaje sasa nyeti wakati wewe una Mungu na unaabudu Mungu na muamini Mungu? Nilianza kujipongeza mapema na kufungua kinywa kwa kitu cha kwanza kwa kupata mchanganyiko wa juisi ya Asas yenye matunda mbalimbali. Ndipo safari yangu iwe nyepesi barabarani wakati wa kudrive. Na hii ni safari yangu kuelekea Kariakoo mjini Unguja kutazama waumini wa dini ya Kikristo walivyosheheni kwenye ibada Pasaka katika kanisa la ZICC. Mambo huwa hayaendi stress barabarani bila kukosa Asas pembeni. Kutokea Kariakoo visiwani Zanzibar, hapa tulipo ni katika kanisa la ZICC Kariakoo, ambapo waumini wa dini ya Kikristo wamekusanyana katika kanisa hili kwa ajili ya kuhudhuria kwenye ibada muhimu kwenye siku ya leo ya Pasaka. Lakini kabla hapo, Askofu Dickson Kaganga alikuwa na neno la kuzungumza kwa waumini wa dini ya Kikristo kuelekea siku ya leo ya Pasaka na kuwaasa mambo kadhaa ikiwemo kuacha mambo ya ulevi ili kuepukana na ajali huko barabarani. Pamoja na hayo pia, Askofu Kaganga amezungumzia uwepo wa matendo ambayo yanayoendelea huko mitandaoni yanayosadikika kwamba huenda yakawa ni ya kishirikina na kwamba waumini waache mambo hayo ya kishirikina na wafuate njia sahihi ambayo ni njia ya Mungu. Hizi ripoti za Ayo TV hapa Zanzibar. Kwa hiyo Ijumaa tulikuwa tunaadhimisha kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, lakini tunamshukuru Mungu, Jumapili alifufuka. Wanawake walipokuwa wanakwenda makaburini kuupaka mwili wake walikutana na malaika. Malaika anasemaje? Akawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo, amefufuka. Kwa hiyo ni ujumbe wangu kwa Watanzania wenzangu, hususan kwa Wakristo, ya kwamba kama Yesu ambavyo amefufuka miaka 2000 iliyopita, basi afufuke kwenye mioyo yetu. Tuhuishe tena Ukristo wetu, tuhuishe tena imani yetu kwake, lakini pia tuige mfano wake, yeye ambaye aliacha utukufu wote kule mbinguni akaja duniani kwa ajili ya kuonyesha upendo. Basi na sisi pia tuonyeshe upendo kwa jamii inayotuzunguka, tuonyeshe upendo kwa wahitaji, tusherekee na wale watu ambao ukweli hawana kitu cha kula leo, lakini unaweza ukashare nao. Hii ni kuonyesha ya kwamba tunathamini ile kazi ya upendo ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani. Tuiadhimishe na kuisherekea sikukuu hii kwa utukufu wa Mungu. Isije ikawa tena jioni vyombo vya habari vinaripoti watu wamekufa wakiwa wamelewa wakisherekea Pasaka. Siji nyumba ndoa imevunjika, baba na mama walikuwa wakisherekea Pasaka. Kwa hiyo tuitunze amani. Lakini pia mimi niiasi serikali. Nadhani serikali ifanye makusudi kutengeneza mioyo ya watu, kwa sababu kuna maumivu mengi sana. Tunashuhudia sasa hivi mtu akifa watu wanasherekea. Hatukuwahi kuwa na kitu kama hicho Tanzania. Hatujawahi kuwa nacho, kwamba mmoja anakufa mwingine anasherekea, watu wanaombeana kufa. Ukiona kwenye mitandao mambo yanayozungumzwa juu ya kifo utashangaa sana. Hii inaonyesha ya kwamba kuna maumivu kwenye jamii yetu. Nadhani ni jukumu la serikali kutafuta namna ya kuponya mioyo ya watu. Ukweli tunahitaji a national reconciliation. Tunahitaji Mungu amuongoze rais wetu, mama yetu Samia, atengeneze namna ambayo italeta uponyaji kwa taifa letu, na asiachiwe yetu, ina maana na viongozi wengine, kwa maana ya makamu wa rais, waziri mkuu, wakuu wa mikoa na nini, wote wasijiingize kwenye kutonesha madonda, bali waponye jamii, ili Tanzania yetu irudi ile ile ambayo ilikuwa. Afe Muislamu, afe Mkristo, afe mpagani, afe nani, wote tulikuwa tunatakiana pole. Kama hilo swala lipo, basi ni maombi yangu ya kwamba Watanzania wawe wacha Mungu. Unajua, tukimcha Mungu katika kweli, haya mambo hatutaweza kufanya nini kuyasikia. Wanasema kutibu ni bora, kutibu kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo mimi nadhani kinga ni Watanzania wamche Mungu katika uhalisia wake. Tukimcha Mungu katika uhalisia wake, hizi nguvu za giza zitaweza kufa. Yaani hizi nyeti zetu hazitakuwa zinapoteza. Zinaibiwaje sasa nyeti wakati wewe una Mungu na unaabudu Mungu na muamini Mungu? Unaona? Kwa hiyo tukishamwacha Mungu, ndio sasa tunaanza hayo yanatokea, na baadaye tunakimbia kwa wachungaji, si kwa mashehe kufanywa. Yaani inakuwa sasa ni kama tunafanywa uganga fulani. Unajua, maombi lengo lake hayakuwa yewe kama uganga fulani. Kwa siku ya leo, mimi kwa wananchi napenda tu kuwaomba kila mtu amwamini Yesu na mpende Yesu na kumtegemea Yesu, sababu ufufuko wake
huwa tunafufuliwa pamoja na yeye. Msimamo wa kimungu, watu wapendane, kwa sababu Mungu anatupenda sote na sisi sote ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo haijalishi huyu yuko dhehebu gani, yuko na dini gani, lakini msimamo wa Mungu, tupendane.